price imetoka katika hii candle M5 imetoka hapa 47 au tuseme 48 almost, ikaenda ikasimamia 40.62. Inahitajika willingness ya buyers ili price iendelee kwenda mbele. Buyers wasijisikie kwamba hii price iko juu sana hatuwezi kununua. Buyers wawe na uhitaji wa kuendelea kununua, na nilisema kwamba anayenunua huwa akiamini kwamba atapata mnunuzi mwingine wa kumuuzia huko juu. Maana yake anaamini price itazidi kupanda. Kwa hiyo ananunua hapa, labda anatoka mwingine tena ananunua hapa hapa, anaendelea kununua hapa hapa. Maana yake pale unaponunua, kama hakuna mtu mwingine ambaye yuko willing kununua kwa bei ya juu kuliko hiyo uliyonunulia, maana yake price haitaendelea juu. Kwa hiyo sasa tunaipima pressure, yes, kupitia ukubwa wa kendo, lakini pia aggressiveness tunaiona kupitia zile follow through kendo zinazofanya price inayofanya, kwamba haitokei sasa kushuka shuka hivi. Chukulia kama hapa price imeenda kamshuko kadogo, imeenda imekuja hapa, at least hapa tunaanza kuona overlapping, maana ya kwamba tunaanza kuona kana kwamba sellers wanaanza kustep in, sellers wanaanza kuteki. Bado kweli kendo zina print bullish, lakini tayari nguvu ya upinzani inaanza kuonekana ukilinganisha na ilivyoondoka hapa. Ndiyo maana price inajikuta sasa baada ya mwendo kidogo imekuja kusimama, na imesimama muda mrefu. Nakumbuka nilikuwa na trade na ni New York nini London range, London high ilikuwa mitaa hii hapa. Ngoja tuweke price nani chart ambayo natumia ku trade. London high ilikuwa hii hapa, nakumbuka niliingilia kendo hii hapa baada ya acceptance, lakini imekuja kufika hapa, kuna kigezo. Mimi nilitokea mitaa hii, kufika hapa kuna kigezo, lakini namna gani tunakiapproach hiki kigezo? Je, tunakiapproach tukiwa na nguvu kama buyers, ama tunakiapproach tukiwa tumeanza hesitation, kusitasita? Kwa hiyo sasa, maana yake tuna pressure gani tunapokiapproach kigezo? Kwa sababu pressure inapimwa zaidi pale panapokuwepo na upinzani. Tunasema ukitaka kuitesti meli ipitishe kwenye bahari iliyochafuka. Pressure ya buyers pakiwa eneo liko smooth, haina resistance, ni ngumu kuweza kusema kwamba wana nguvu. Ila pale price itakapokutana na resistance, pale ndipo wanatoa pressure kwa kiasi gani. Hiyo ndio itadetermine sasa kwamba price ina nini. Price buyers wana pressure, huo upande una pressure ya kutosha. Kwa hiyo buyers pale wanapokuwa aggressive, maana yake wanakubali bei ya juu zaidi, wanaanza kushindania inventory iliyopo. Auction inaanza kuwa pushed juu. Tunachokiona kwenye chati ni mambo matatu.
movement pana zaidi, pullbacks zinapaswa kuwa dhaifu, na continuation ziwe nyingi zaidi, sio kwenda kidogo tu retracement, kwenda kidogo tu pullback. Maana yake pressure haijalishi kwamba bado inaonekana kama iko uptrend ama ina print bullish candle, lakini tayari wewe pressure unaanza kuisensi kwamba inapungua. Kwa hiyo movement pana, pullback dhaifu, continuation nyingi zaidi, lakini tunachokiona si pressure yenyewe, tunachokiona ni footprint ya pressure. Ndivyo ilivyo kwa sell pressure. Wauzaji wanapoanza kuwa aggressive, wanapoongeza aggressiveness, maana yake wanakubali kuuza kwa bei ya chini zaidi. Hawasubiri price iweze kupanda ndipo waweze kuseli. Wanaanza kuuza kwa bei ya chini zaidi. Chukulia kama hapa price ilikuwa katika ranging, mara selling pressure ilipoongezeka tukaanza kushuka. Tumesema movement pana zaidi, pullbacks zikitokea zinakuwa ni dhaifu, kama hii hapa. Yes, price imefanya pullback lakini ni dhaifu. Continuation zinakuwa nyingi zaidi. Wanajaribu kidogo buyers, lakini sellers wanaendelea kucontrol. Kwa hiyo wauzaji maana yake wanaonekana kuwa aggressive zaidi, wanakubali kuuza kwa bei ya chini zaidi, hawasubiri bei iweze kupanda juu, wanaharakisha exit zao. Maana yake wanasababisha auction kuanza kusogea chini zaidi. Kwa hiyo chati inaanza kuonesha athari za behavior hiyo. Kwenye chati tunachoona ni effect za hii behavior. Kuna jambo muhimu sana hapa, kwamba pressure haimaanishi lazima market iwe kwenye trendi. Pressure inaweza kuwepo hata kabla trendi haijaanza kuonekana waziwazi. Pressure inaanza kuonekana. Ni kama leo saa ngapi? Asubuhi hii uptrend ama siku ya leo, ngoja punguze time frame. Hii siku ya leo, maanake tulikuwa kwenye mshuko kwa muda mrefu kwenye gold, lakini siku ya leo ilianza kuonesha pressure mapema, japokuwa hata jana dalili zilianza kuonekana kwamba chini tumeanza kushindwa kuendelea, lakini trendi kwenye time frame kubwa haijaonekana. Lakini tunaotredi kwa kutumia pressure tulianza kuisensi mapema. Ukitazama, turudi kwenye chati, ndio izoea. Ukitazama hapa Tokyo High, manake London imeingia Tokyo High. Hapa ndio Tokyo High, ni hiyo mistari yangu wanaiandika kwa rangi nyeusi, imeandika TKY High, ndio Tokyo High. Maana yake imetoka huku kwenye Tokyo Low
saa 4 inakuja kufika, hii inaanza kupushi kwenda kwenye Tokyo High. Ni tabia ambayo hatujawa nayo kwa hizi wiki mbili za hivi karibuni, kwa sababu tulikuwa kwenye down trend. Muda mwingi tulikuwa tunachukua low, London low, Tokyo low. Leo inabadilisha. Kwa hiyo sasa ilihitaji kuwa unajua pressure, kuweza kuamini kwamba market inaweza ikawa imeanza reversal. Kwa hiyo sasa tukaingia hapa, maana yake ili baada ya kuonesha acceptance ina trade juu ya Tokyo High, tukaingia. Nakumbuka niliingilia 32, kisha tunakuja, nilisema kwamba kuipima, unaipima pale inapokutana na upinzani. Upinzani wa kwanza ilikuwa ni previous day high, ambayo ndio hii hapa boundary. Imekuja ikaivuka, ikaanza kuonekana kushindwa. Maana yake ile buying pressure imeanza kuwa absorbed, lakini kitu ambacho unapaswa ukielewe hata kabla hatujaanza kuvifikia hizi ni location. Tutakuja kujifunza kuhusu location. Kila ukifika kwenye location ya time frame kubwa, hususan previous day high ama previous day low, usitegemee price itawahi kuondoka kwenye hilo eneo. Kwa sababu gani? Ni eneo lenye participation kubwa. Sio lazima iwe pressure kubwa, participation kubwa, kwa sababu linaonekana na traders wa kariba mbalimbali. Traders wa time frame kubwa wanaitumia D1 kama time frame yao ndogo. Traders wa time frame ndogo ama intraday tunaitumia D1 kama reference point. Kwa hiyo lina participation kubwa, kwa hiyo huwa haliwahi kuondoka, kwa sababu sasa hapa pana mwingiliano mkubwa. Kuna wanaoamini kwamba baada ya kuchukua itaseli, kuna wanaamini itaendelea. Kwa hiyo usitegemee price kuiacha hii location kwa mapema. Ni hii na ya wiki previous week high, nayo huwa inaweza ikachukua siku kadhaa, ila hii mara nyingi huwa inachukua masaa kadhaa. Fikiria tulifika hapa, nafikiri kwa ni kwenye saa 6 hivi, lakini imekuja kuondoka saa ngapi? Saa 10 ndio inakubali kuondoka. Masaa 4 yote imebaki kwenye hii. Sio kitu ambacho kitatokea siku moja tu, inatokea sana. Kwa hiyo kama una force labda kuweza kutrade ili eneo, unaweza ukawa unajikuta unaingia inakutoa, unaingia inakutoa. Kwa hiyo unapaswa anze kulielewa mapema ili eneo. Kwa hiyo sasa baadaye tumekuja kupata acceptance, ndipo sasa maana yake nini? Pressure ikazidi kuongezeka, pressure, bullish pressure ikaongezeka, lakini tunakuja kufika kwenye hii nayo ni kigezo cha D1. Hii ni tunaita bearish opposing imbalance ambayo sasa maanake nimekuambia pressure unaipima pale inapokutana na mazingira, inapokutana na upinzani. Je, inauvukaje? Kwa hiyo ndio maana tunaona mpaka sasa hivi price ina mbwela tu, haisongi mbele.